Leo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025 na majira saa 3:15 za asubuhi ulipokelewa mwili wa marehemu. Huu mwili umeletwa na askari polisi kutoka kituo cha polisi Mwera. Huyu marehemu wameokotwa maeneo ya Amani kwa Bori, maeneo ya Amani kwa Bori pembezoni mwa barabara katika mtaro wa maji. Huyu marehemu ni mwanamume, hajulikani jina wala anapoishi, na anakisiwa kuwa na umri wa miaka 35 hadi 40. Mpaka muda huu hajatokea ndugu wala jamaa aliyekuja kumtambua, na bado tumemhifadhi katika chumba chetu kuhifadhia maiti. Kwa yote aliyepotelewa na ndugu au jamaa yake afika hospitali ya Rufaa Mnazi Mmoja kwa ajili ya kumtambua na kufuata taratibu za kukabidhiwa. Ushauri kwa jamii, ndugu, jamaa na watu wote ni kwamba tuwe na utamaduni wa kutembea na vitambulisho katika mifuko yetu au hata nambari ya simu. Endapo mtu imetokezea tatizo kama hili, ameanguka njiani, ameokotwa, amefariki, inakuwa ni rahisi kuwapata jamaa zake, tofauti na kuwa mtu huna kitambulisho au huna kitu chochote. Inakuwa inatufanyia vigumu sana mpaka kuwapata jamaa zake. Wakati mwingine huwa hapatikani ndugu wala jamaa, kwa hiyo anazikwa na serikali. Ni kweli kwamba leo asubuhi tumepokea taarifa ya watu wawili, wanaume wote kwa kweli ni kama umri unalingana, wanakadiriwa kuwa na miaka kati ya 30 na 35. Mmoja maeneo ya Welezo, lakini mwingine maeneo ya Mbuzini, wamekutwa wakiwa wamekufa wako pembeni ya barabara. Kwa hiyo matukio yale tumeyachunguza, tunayafuatilia, lakini kwa haraka tulichoona ni kwamba vifo vyote hivyo ni vya mashaka. Hatuna uhakika kama ni ajali au ni jambo gani lililotokea na ni muda gani lilitokea. Kwa hiyo tunaendelea kufanya uchunguzi wa matukio yote hayo mawili, tutapata jibu halisi baada ya uchunguzi kukamilika. Kwanza wito wangu ni kwanza ni kuwashukuru wananchi. Kwanza niwashukuru kwamba wanapoona matukio kama hayo, watu wamefariki wako pembeni ya barabara au eneo lingine, kujulisha polisi ni jambo muhimu sana, ili ile miili iheshimike, ipate huduma ya kufikishwa kwenye facilities, yani kwenye mortuary, maeneo ambayo miili ile itakaa kwa heshima. Kwa hiyo niwashukuru wananchi walitoa wao hizo taarifa. Lakini lingine niseme tu kwamba tunapokuwa kwenye barabara hizi au inapokuwa usiku, kama umetoka kwenye kinywaji au umetoka eneo lingine lolote lile, ni usiku uko peke yako, kuwa mwangalifu. Kuwa mwangalifu kwa sababu usiku kuna magari, kuna mambo mengi yanatokea. Na ujitahidi pia ndugu, jamaa wajue uko wapi, unakwenda wapi. Najua usalama unaanzia kwako wewe mwenyewe. Kwa hiyo uangalifu na kujua muda gani unaenda wapi, uko na nani, ni kitu muhimu sana. Sijajua hiyo miili imetokana na nini, lakini dalili zinaonyesha kwamba, kwa mfano yule aliyokotwa maeneo ya Welezo, inaonekana kwamba huenda labda alikuwa amekunywa kupita kiasi. Sina uhakika, ila kwa awali inaonekana hivyo. Sasa huwezi kujua nini kimetokea.